Mechi imeisha, kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, leo watu ndio wameona kwa nini tulinyamaza kimya tukasajili watu wa mpira. Hatujasajili miemko wala hatujasajili watu wanaokula senene. Nadhani kila mtu kamaona Kabasa Gay. Kabasa Gay kazi yake. Ile ndio kazi ya usajili wa klabu ya Simba. Niwapongeze viongozi wangu. Mchezaji waliosema na miezi minne hajacheza, nadhani sasa majibu tayari wameshayapata. Ila tuwaambie sasa na ndo tumerudi maalum katika kufanya shughuli na kuwashughulikia watu wote. Simba imerudi. Najua watu wataenda makaburini sana kwa sababu viwango vyetu vinashuka, sababu watu wanazikazika watu, lakini si tuwaambie tumepanga kwa hilo. Wana Simba hao waliokuja wote hao ndio wanaipenda timu yao. Jumapili tukutane nao Benjamin Mkapa. Nadhani tuna shughuli zidi ya Mwarabu. Leo ilikuwa kama trailer, lakini Jumapili na ndio shughuli yote inafanyika. Niwapongeze mashabiki waliokuja uwanjani kusapoti timu yao, niwapongeze pamoja na wachezaji wetu ambao leo wamepambana kuhakikisha tunapata matokeo. Pengine ubora wa maingizo mapya Libase Gay na wengine kama vile akina Clatous Chota Chama mmemwonaje kama wana Lunyas? Kuna mabadiliko yameonekana. Kuna mabadiliko yameonekana. Tumeona winga zote zimefanya vizuri. Katikati utulivu umekuja. Jamaa kuna fuse alichomoa kaenda kuichomeka ile fuse. Alipoondoka kuna fuse alichomoa kukaa kwenye namba 10 hamna network. Kachomeka fuse yake vizuri. Kwa hiyo kila anachokifanya kinaenda kama kilivyotakiwa. Si tuseme tu hii ndio Simba tunayoitaka sisi wana Simba. Na ukitizama labda maingizo yote mapya ni kama uongozi safari mnaupa asilimia ngapi kwa alichokifanya? Hatujakosea. Wachezaji wote hatujasajili kwa sababu mtu fulani kataka. Hatujasajili kwa sababu eti mtu kapiga kelele. Tumesajili wachezaji wa viwango. Na sajili zetu hatujaonyeshwa hata kiongozi mmoja mara kabeba begi, anakata tiketi, anapanda ndege, anampata mchezaji, anakaa na rais wa klabu. Hakuna. Sajili zetu wachezaji wamekuja kimya kimya na walichojia hapa kufanya kazi. Leo kila Mtanzania anayependa mpira kafurahia goli la Libasa Gay. Asiyefurahia basi huyo mnafiki. Libasa Gay. Mwamba kweli kweli. Hatari sana. Huwezi kuchukua winga kalasenele mguu kama mkono wangu. Eti Okelo mchezaji machachari. Sisi tunachukua watu hatari, sio machachari. Na kuna mwingine yuko nje bado hajaanza kazi. Kwa upande wa Anicet. Kwanza Anicet Oura. Kiwango chake nao umekiona. Yule jamaa, yule ndo kaka miezi minne nje. Basi bora alipokaa nje amezidi kuongeza ubora. Maana kama angekuwa yuko ndani ingekuwaje? Leo ndio kwanza leo kikosi kile kaanza. Kazi amefanya Anicet Oura. Nadhani wale wachambuzi pesa, wachambuzi uchwala wameona kazi ya Innocent Oura. Bado kuna chuma iko namba 10 pale kenyewe cha hatari. Bado iko ngoma iko bado hajakanyana. Hii ndio Jospin. Hata hajaingia uwanjani huyo. Hii Simba hii. Mimi ndio maana niko mwandazimu kama Simba bwana. Nilikuwa na imani tutarudi tu katika ubora wetu. Ndio maana mimi kila siku nafuata tu. Pengine kama watu walikata tamaa kuelekea mchezo wenu dhidi ya Esperance de Tunis. Si ndio Simba ubaya ubwela. Umesikia Sisi hatufuati kiongozi. Sisi tunafuata Simba. Ndio maana hata jana Ahmed kasema fuata Simba usifuate kiongozi. Hii ndio Simba. Umeona hilo? Hii ndio tunaifuata sisi. Kwa hali yoyote tutapambana nayo. Leo kila mwana Simba kafurahi. Uongo? Asiyefurahi basi huyo Simba masilahi. Eneo la goalkeeping ni kama mmefaulu kwa aina ya saves aliyofanya kipa wenu leo. Golikipa wetu amefanya save nzuri na hatusajiliki golikipa maboya. Miaka yote Simba ndio uaga mara nyingi na inakuwa bora. Tumesajili golikipa mzuri na kifanya kile tunachokihitaji. Kuna save kama 2 ambazo Mashujaa walikuwa wanapata goli. Na tuliwaambia watu mechi ya leo ndio mechi ya kweli dhidi ya Simba na Mashujaa. Lakini mechi ya Yanga na Mashujaa ilikuwa comedy ndani yake. Leo na ndio mechi ya kweli. Tumeona leo Jola hajacheza. Kwa sababu Jola kijana wao siku ya mechi yao alimchezesha. Leo ndio imepigwa mpira. Hata kuuliza wachezaji wa Mashujaa leo na ndio wamefanya kazi. Dennis anakosa penalti ambayo mliipata katika kipindi cha kwanza. Unazungumziaje? Mwenyezi Mungu amsaidie tu yule Kibu. Mungu amsaidie kwa sababu hata jinsi alivyocheza au huko nyuma Kibu kuna kitu kimepungua kwake. Na sasa hivi baada ya maingizo 2 matatu ndani, leo anaonekana kabisa Kibu ni dhaifu. Ajitafakari sana. Kwenye mechi kadhaa zilizopita nyuma Simba ilikuwa baada ya mechi mnalalamika kwamba wachezaji hawajitumi timu icheze vizuri. Mechi ya leo umeona improvement ya timu? Katika moja wapo wasiojituma na Kibu na bado anaendelea kufanya hivyo hivyo. Sasa wamemchangamsha wale walioingia wapya. Tumwambie Kibu ajitafakari. Sisi tunahitaji matokeo. Tumeumizwa sana. Sasa hivi ndio wakati wa wao kuvuja jasho lao. Sasa hivi ndio wakati wao wa kuumia kwa sababu ya logo ya klabu ya Simba. Tumeumizwa sana. Bali kuna watu wanauliza yuko wapi Mpanzu leo? Eli Mpanzu tuna mechi zidi ya Experience.
wasiwe na wasiwasi. Elie Mpanzu Kibisawala atacheza na Elie Mpanzu Kibisawala mchezaji bora. Anaanza kupata mashaka kwa sababu hata jukwani wameonekana wachezaji wote ila hayupo. Inawezekana labda ana matatizo, ni binadamu, lakini katika idadi ya wachezaji wa Simba Elie Mpanzu Kibisawala yumo. Shukrani sana. Nashukuru sana. Hakikisha tunapata matokeo. Pengine ubora wa maingizo mapya Libase Gay na wengine kama vile akina Clatous Chota Chama mmemwonaje kama wana Lunyas? Kuna mabadiliko yameonekana. Kuna mabadiliko yameonekana. Tumeona winga zote zimefanya vizuri. Katikati utulivu umekuja. Jamaa kuna fuse alichomoa, kaenda kuichomeka ile fuse. Alivyoondoka kuna fuse alichomoa, kukaa kwenye namba 10 hamna network. Kachomeka fuse yake vizuri. Kwa hiyo kila anachokifanya kinaenda kama kilivyotakiwa. Si tuseme tu hii ndio Simba tunaoitaka sisi wana Simba. Na ukitizama labda maingizo yote mapya kama uongozi safari mnaupa asilimia ngapi kwa alichokifanya? Hatujakosea. Wachezaji wote hatujasajili kwa sababu mtu fulani kataka. Hatujasajili kwa sababu eti mtu kapiga kelele. Tumesajili wachezaji wa viwango. Na sajili zetu hatujaonyeshwa hata kiongozi mmoja mara kabeba begi, anakata tiketi, anapanda ndege, anafuata mchezaji, anakaa na rais wa klabu. Hakuna. Sajili zetu wachezaji wamekuja kimya kimya na walichojia hapa kufanya kazi. Leo kila Mtanzania anayependa mpira kafurahia goli la Libase Gay. Asiyefurahia basi huyo mnafiki. Libase Gay. Mwamba kweli kweli. Hatari sana. Huwezi kuchukua winga kakalasenele mguu kama mkono wangu. Eti Okelo mchezaji machachari. Sisi tunachukua watu hatari, sio machachari. Na kuna mwingine yuko nje bado hajaanza kazi. Kwa upande wa Anicet. Kwanza Anicet Oura. Kiwango chake nao umekiona. Yule jamaa, yule ndo kakaa miezi 4 nje. Basi bora alivyokaa nje amezidi kuongeza ubora. Maana kama angekuwa yuko ndani ingekuwaje? Leo ndio kwanza leo kikosi kile kaanza. Kazi amefanya Anicet Oura. Nadhani wale wachambuzi pesa, wachambuzi uchwala wameona kazi ya Innocent Oura. Bado kuna chuma iko namba 10 pale kenyewe cha hatari. Bado iko ngoma iko bado hajakanyana. Hii ndio Jospin. Hajaingia uwanjani huyo. Hii Simba hii. Mimi ndio maana niko mwandazimu kama Simba bwana. Nilikuwa na imani tutarudi tu katika ubora wetu. Ndio maana mimi kila siku nafuata tu. Pengine kama watu walikata tamaa kuelekea mchezo wenu dhidi ya Esperance de Tunis. Si ndio Simba ubaya ubwela. Umesikia Sisi hatufuati kiongozi. Sisi tunafuata Simba. Ndio maana hata jana Ahmed kasema fuata Simba usifuate kiongozi. Hii ndio Simba. Umeona hilo logo? Hii ndio tunaifuata sisi. Kwa hali yoyote tutapambana nayo. Leo kila mwana Simba kafurahi. Uongo? Asiyefurahi basi huyo Simba masilahi. Eneo la goalkeeping ni kama mmefaulu kwa aina ya saves aliyofanya kipa wenu leo. Golikipa wetu amefanya save nzuri na hatusajiliki magolikipa maboya. Miaka yote Simba ndio uwaga mara nyingi na inakuwa bora. Tumesajili golikipa mzuri na kifanya kile tunachokihitaji. Kuna save kama 2 ambazo Mashujaa walikuwa wanapata goli. Na tuliwaambia watu mechi ya leo ndio mechi ya kweli dhidi ya Simba na Mashujaa. Lakini mechi ya Yanga na Mashujaa ilikuwa comedy ndani yake. Leo na ndio mechi ya kweli. Tumeona leo Jola hajacheza. Kwa sababu Jola kijana wao siku ya mechi yao alimchezesha. Leo ndio imepigwa mpira. Hata kuuliza wachezaji wa Mashujaa leo na ndio wamefanya kazi. Dennis anakosa penalti ambayo mliipata katika kipindi cha kwanza. Unazungumziaje? Mwenyezi Mungu amsaidie tu yule Kibu. Mungu amsaidie kwa sababu hata jinsi alivyocheza au huko nyuma Kibu kuna kitu kimepungua kwake. Na sasa hivi baada ya maingizo 2 matatu ndani, leo anaonekana kabisa Kibu ni dhaifu. Ajitafakari sana. Kwenye mechi kadhaa zilizopita nyuma Simba ilikuwa baada ya mechi mnalalamika kwamba wachezaji hawajitumi timu icheze vizuri. Mechi ya leo umeona improvement ya timu? Katika mojawapo wasiojituma na Kibu na bado anaendelea kufanya hivyo hivyo. Sasa wamemchangamsha wale walioingia wapya. Tumwambie Kibu ajitafakari. Sisi tunahitaji matokeo. Tumeumizwa sana. Sasa hivi ndio wakati wa wao kuvuja jasho lao. Sasa hivi ndio wakati wao wa kuumia kwa sababu ya logo ya klabu ya Simba. Tumeumizwa sana. Nadhani kuna watu wanauliza yuko wapi Mpanzu leo? Elie Mpanzu tuna mechi zidi ya Experience. Wasiwe na wasiwasi. Elie Mpanzu Kibisawala atacheza na Elie Mpanzu Kibisawala mchezaji bora. Anaanza kupata mashaka kwa sababu hata jukwani wameonekana wachezaji wote ila hayupo. Inawezekana labda ana matatizo, ni binadamu, lakini katika idadi ya wachezaji wa Simba Elie Mpanzu Kibisawala yumo. Shukrani sana. Nashukuru sana.